Hii ni Arusha One Radio, mimi ni Awadhi Rashidi. Rais wa Marekani Donald Trump yuko tayari kutumia shinikizo la juu kwa Urusi ikiwa mazungumzo ya amani ya Urusi yatashindwa kuleta matokeo. Msemaji wa Wizara Mambo ya Nje Tammy Bruce ameambia shirika la habari la Fox News uvumilivu wa rais wa Marekani umepungua na kwamba ameelezea kuchanganyikiwa kwake katika machapisho yake ya hivi karibuni kwenye Truth Social. Bruce aliwaambia mtandao katika klipu iliyotumwa na Fox siku ya Jumatatu. Mapema wiki hii Trump alisema kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin alikuwa na ukichaa kufuatia mfululizo wa mashambulizi ya kulipiza kisasi yaliyofanywa na Urusi nchini Ukraine, na kuongeza kuwa rais huyo wa Urusi anacheza na moto. Moscow kwa upande wake ilipendekeza kwamba Trump anaweza kuwa hana taarifa za kutosha kuhusu mashambulizi makubwa ya Ukraine dhidi ya raia wa Urusi hivi karibuni. Wiki moja iliyopita, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti kuwa imenasa ndege zisizo na rubani 2300 za Ukraine zikilenga miji ya Urusi, ikiwa ni pamoja na mamia kadhaa yaliyokuwa yakielekea mji mkuu wa Urusi Moscow. Bruce alisema kuwa Trump anaweza kuamua kutumia zana zote alizonazo, ikiwa ni pamoja na vikwazo vya ziada kwa Urusi. Vikwazo hivyo ni sehemu ya rasimu ya mswada unaosukumwa na Senator Republican Lindsey Graham, ikijumuisha vikwazo vya hadi 500% kwa nchi zote zinazoendelea kununua mafuta ya Urusi, gesi na bidhaa nyingine. Marekani iko tayari kufanya shinikizo la juu zaidi kwa Urusi, Bruce alisema, akionya kwamba Moscow itaelewa hivi karibuni dhamira ya Rais Trump ya kufikia suluhu la mzozo wa Ukraine. Kufuatia ghadhabu za Trump katika mitandao ya kijamii, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alipendekeza kuwa vyombo vya habari vya magharibi vinamshinikiza rais wa Marekani na vilikuwa vinashiriki ipasavyo katika kampeni inayolenga kuvuruga mchakato wa amani na kuichochea Marekani kuweka tena vikwazo dhidi ya Urusi. Peskov hata hivyo alimpongeza Trump kwa kudumisha mtizamo wa usawa kuelekea mazungumzo ya amani ya Ukraine, akibainisha kuwa mazungumzo hayo lazima ashughulikie sababu kuu za mzozo huo na kuna uwezekano utahitajika muda zaidi ili kutatua mzozo uliopo. Msaidizi mkuu wa rais wa Urusi Vladimir Putin Yuri Yushakov amependekeza kuwa Trump hana taarifa za kutosha kuhusu mashambulizi yanayoendelea Ukraine dhidi ya miji ya Urusi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov vilevile amebainisha kuwa Trump anapata tu taarifa zilizochujwa juu ya mzozo huo ambao unatayarishwa na wale wanaotaka kuivuta Marekani katika hatua zaidi dhidi ya Urusi na kuunga mkono serikali ya kinazi ya Ukraine. Mobelo Bandioni, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Marekani, anazungumzia hatua hii ambayo inasemwa kwamba Trump anataka kuweka vikwazo zaidi dhidi ya Urusi. Kumekuwa na shinikizo la kisiasa kwa muda mrefu. Hivi tunavyozungumza tayari zaidi ya maseneta 80 kati ya 100 wamesaini andiko la kuweka masharti dhidi ya Vladimir Putin, lakini azimio bado halijafikishwa hata katika bunge kuweza kujadiliwa na kupitishwa, kwa sababu watu wa Republicans wanajaribu kuhakikisha kwamba kila wanachokifanya kwanza kinapata uungwaji mkono wa Donald Trump. Kwa hiyo wanasubiri hilo, na ukumbuke hii itakuwa ni takriban mara ya 5 kama sio ya 6 Donald Trump anajaribu kuweka shinikizo. Kwanza alisema kwamba angemaliza mapigano kwa saa 24, likashindikana. Baada hapo akasema kwamba angeweka vikwazo vya kiuchumi, ambao alifanya hivyo mapema mwezi wa 3, akajaribu tena mwisho mwezi wa 3, akafanya tena mwezi Mei, na ikashindikana. Alafu akatuma mtu Lieutenant General Keglov kwenda kuzungumza, akalazimisha mazungumzo kati ya watu wawili ambao ni Putin pamoja na Zelensky, na akafanya mazungumzo ya moja kwa moja na simu na Putin, na yote yameonekana kushindikana. Kwa hiyo watu wanafikiri kwamba ameshafanya kila ambacho angeweza kufanya kidiplomasia, na kama imeshindikana basi aweke vikwazo kwa kutokuwa na lawama. Unapozungumzia diplomasia, Mubelwa, je, matamshi ya Rais Trump dhidi ya Putin yanaweza kuwa na athari gani kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Urusi? Kwanza nimekuwa nikifuatilia vyombo vya habari vya Russia, vimekuwa vikitania kile ambacho amekuwa akifanya, lakini nyakati zote pia kumekuwa kuna vitisho hajatetereshwa navyo, na kama kuna ambacho kimeonekana zaidi ni kwamba ameongeza mashambulizi katika juma moja iliyopita. Kwa hiyo ni kama vile wanamsikiliza, wanavuta muda kama ambavyo nimezungumza, lakini hakuna maendeleo yoyote kuelekea upande ambao Donald Trump anajaribu kuweka vitisho. Naam, si mara ya kwanza hii kwa Rais Donald Trump kutoa vitisho kama hivi kwa Rais Putin na hata kwa maeneo mengine duniani, mfano Hamas, lakini bado tunaona vita vikiendelea. Kauli ya hivi sasa itakuwa na nguvu tofauti na kutekelezeka? Sidhani. Kama utaangalia katika kipindi cha miezi 3 iliyopita, Rais Donald Trump kwanza inaweza ikawa na nguvu ya kutekelezeka kama ataamua kutekeleza, lakini amekuwa ni mtu ambaye anatumia vitisho ili kupata mazungumzo, na pale ambapo anakuwa ameijua mazungumzo huwa anarudi nyuma na kusema kwamba okay, tumekubaliana kwamba tutaweza kuzungumza, na nafikiri wameshamgundua pia. Kwa hiyo upo uwezekano kwamba ameweka vitisho hivi akimaanisha kwamba atakuja kutekeleza kile alichotishia, lakini labda kukaribia ama ndani ya siku moja kabla Russia atasema kwamba haya tufanye mazungumzo, na anaweza kusema kwamba okay, Russia sasa wameweza kukubaliana na vitisho vyangu, nataka mazungumzo na mambo yasiendelee. Kutakuwa kuna namna yote hatujui, kwa sababu inaonekana kila wakati katika mambo mbalimbali wanaposema kwamba tuko tayari kwa mazungumzo, anasema basi naondoa vikwazo, naondoa ushuru, naondoa kitisho fulani ili tuweze kukubaliana. Na nafikiri ni mchezo ambao wameona kwamba anaweza akachezeka, na ndio ambao wanamchezea. Hebu sasa tutazame ikiwa Rais
Putin hatatii muda wa mwisho aliopewa na Rais Donald Trump, je, tutarajie vikwazo vipya, msaada zaidi kwa Ukraine au hata hatua za kijeshi kuchukuliwa? Sasa hapo patakuwa pagumu kidogo, kwa sababu vikwazo tayari vipo pale na tayari pendekezo lipo. Swala ni kwamba Donald Trump mwenyewe anakuwa anasita kuunga mkono hilo. Sasa hivi anaweza akasema kwamba tuviweke vikwazo na hata kuwa na lawama, kwa sababu atasema amejaribu njia zote za suluhisho lakini imeshindikana. Lakini katika muda wote huu ameonekana kuwa ni mtu ambaye amekuwa akitaka Ukraine ifanye jambo ili vita viweze kuisha, na tangu mwanzo hajaonekana kuweka sharti lolote kwa Russia. Sasa kama itatokea kwa sasa, inaweza ikawa ni kwa mara ya kwanza, na watu wanachotaka ni kwamba ni kitu gani kitamsukuma Putin kuacha kufanya mashambulizi ambayo hata wao wenyewe Russia wamejinasibu kwamba ni mashambulizi makubwa kabisa kwanza kuyafanya tangu vita hii ianze takriban miaka 4 iliyopita. Je, kauli ama hatua za Rais Donald Trump zinaungwa mkono na taasisi rasmi za Marekani kama Pentagon na Congress, au ni msimamo binafsi wa kisiasa wa rais, au ni mbinu binafsi ya kisiasa ya Rais Donald Trump? Nafikiri kitu kikubwa watu wanatakiwa kutambua ni kwamba katika msimu wa pili wa Rais Donald Trump ameweka watu ambao hawampingi. Ndio tofauti kubwa iliyopo katika na ule muhula wa kwanza. Muhula wa kwanza kuna watu ambao ni watu tasnia, ni watu ambao ni professional katika kazi zao, lakini hivi sasa amechukua watu ambao katika lugha nyepesi wanaitwa ni cheerleaders wake, watu ambao ameweka katika Pentagon, waziri wake wa ulinzi, waziri wake mambo ya nje, ni watu ambao hawawezi kusema hapana kwake. Kwa hiyo kauli ya waziri wa ulinzi ndio kauli ya Pentagon. Kwa hiyo naweza ningesema kwamba chochote anachokisema Trump ndio kinakuwa kauli yao, kwa sababu sasa haionekani kwamba Pentagon ama wizara ya mambo ya nje ni wizara zinazojitegemea kumsaidia rais, lakini hapana, ni wizara ambazo ziko pale kutekeleza yale ambayo anataka yafanywe na rais. Serikali ya Ujerumani itaipatia Kiev msaada mwingine wa kijeshi wa euro bilioni 5 sawa na dola bilioni 5.6 juu ya euro bilioni 28 ambazo taifa hilo imetoa tangu kuanza kwa mzozo wa Urusi na Ukraine mapema mwaka 2022. Wizara ya ulinzi ya Ujerumani imetangaza. Moscow imesema katika taarifa yake kwamba msaada huo zaidi kwa Ukraine unachochea tu mzozo uliopo na kuanguka kwa Ujerumani. Pesa zilizoahidiwa na Berlin zitatumika kimsingi kufadhili utengenezaji wa mifumo ya silaha za masafa marefu nchini Ukraine, wizara hiyo imesema katika taarifa yake. Mapema siku ya Jumatano, waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius na mwenzake wa Ukraine Rosteni Umerov waliowasili Berlin pamoja na Vladimir Zelensky walitia saini mkataba wa ushirikiano wa kiulinzi kati ya nchi hizo mbili. Idadi kubwa ya mifumo ya silaha za masafa marefu inaweza kutengenezwa ndani ya Ukraine mwaka huu. Taarifa hiyo ilisomwa bila kutaja aina silaha. Silaha ya kwanza kati ya hizo inaweza kutumwa na Kiev dhidi ya vikosi vya Urusi katika wiki chache tu, kwani wanajeshi wa Ukraine tayari wanazifahamu na hazihitaji mafunzo ya ziada, iliongeza taarifa. Euro bilioni 5 zitagharamia uwasilishaji wa risasi za Ujerumani, ikijumuisha mifumo ya ulinzi wa anga, silaha ndogo ndogo na vifaa vya matibabu, wizara hiyo imesema. Wakati wa mkutano wa pamoja na waandishi wa habari kati ya Zelensky na Chancellor Ujerumani Friedrich Merz, alisema kuwa Berlin na Kiev zinataka kuhakikisha uzalishaji wa pamoja wa silaha za masafa marefu, lakini amekataa kufichua maelezo zaidi juu ya mpango huo. Hakutakuwa na vikwazo vya aina mbalimbali kwa silaha na Kiev itaruhusiwa kushambulia shabaha nje eneo lake, Chancellor Merz alisisitiza. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov alijibu kauli ya Merz kwa kusema kwamba kuhusika moja kwa moja kwa Berlin katika vita sasa ni jambo ambalo liko wazi. Ujerumani inateleza chini katika mteremko ule ule ambao tayari iliufuata mara kadhaa katika karne iliyopita kuelekea kuanguka kwake yenyewe, Lavrov alisisitiza, akimaanisha kushindwa kwa nchi hiyo katika vita vya kwanza na vya pili vya dunia. Moscow imesisitiza mara kwa mara kwamba uwasilishaji wa silaha za magharibi kwa Ukraine hakutazuia kufikia malengo yake ya kijeshi, lakini kutaongeza tu mzozo wa moja kwa moja na makabiliano baina ya Moscow na nchi za NATO. Ikulu ya Urusi Kremlin imeonya kwamba vitendo vya uchokozi vya hivi karibuni zaidi vya mataifa ya Umoja wa Ulaya vinaweza kuvuruga mchakato wa kidiplomasia uliosimamiwa na Marekani kati ya Urusi na Ukraine ambao ulianza tena mwezi uliopita baada ya mapumziko ya miaka mitatu. Na tuhitimishe rubaa za kimataifa ambapo waziri mkuu wa Lebanoni Nawaf Salam ameliambia shirika la habari la Marekani CNN kwamba uvamizi wa kijeshi wa Israel katika sehemu za kusini mwa Lebanon unadhoofisha majaribio ya Beirut ya kurejesha mamlaka yake juu ya taifa hilo lililokumbwa na mizozo kwa miongo kadhaa. Waziri mkuu huyo wa Lebanoni amesema angependa kuona utawala wa sasa wa Marekani ukiweka shinikizo kwa Israel ili iweze kujiondoa kutoka maeneo matano kusini mwa Lebanon. Makubaliano ya upatanishi wa Marekani mwezi Novemba mwaka jana yalisitisha mapigano ya miezi kadhaa kati ya jeshi la Israel na Hezbollah, kundi lenye nguvu la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran ambalo linaendesha harakati zake nchini Lebanon. Israel imedhoofisha kwa kiasi kikubwa kundi la Hezbollah katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita na kuua sehemu kubwa uongozi wake wa juu, ikiwemo kiongozi wake wa siku nyingi Saidi Hassan Nasrallah. Waziri Mkuu Nawaf amesema Lebanon
imekuwa ikiheshimu ahadi zake kwa makubaliano ya mwezi Novemba na kwamba jeshi la Lebanoni linaimarisha udhibiti kusini mwa nchi hiyo na mipaka yake. Hezbollah imejitolea kwa makubaliano ambayo yanathibitisha kwamba jeshi la Lebanoni ndio mamlaka pekee inayoruhusiwa kubeba silaha, Salamu alisema siku ya Jumatano. Hata hivyo, amesema Israel haijaheshimu ahadi zake. Uwepo wa Israel nchini Lebanoni ni mstari mwekundu kwa kila mtu. Huu sio mstari mwekundu kwa Hezbollah pekee, alimwambia mwandishi Beck Anderson wa CNN huko Dubai, ambako anahudhuria jukwaa la vyombo vya habari vya Kiarabu na kukutana na uongozi wa Imarati. Hoja ya Israel ni kama ifuatavyo: wanahitaji kuwa katika pointi hizi 5 ili kuwa na ufuatiliaji bora wa hali ya kusini mwa Lebanoni, lakini hatuko katika vita vya kwanza vya dunia, tuko katika enzi za picha za satellite na ndege zisizo na rubani zenye kamera zinazofuatilia eneo hilo, achilia mbali mtandao wa majasusi wanaofanya kazi huko ardhini, Salamu alisema na kuongeza, uwepo wa Israeli hauna tija kisiasa, unadhoofisha tu serikali yangu na tunataka Israel itoke katika eneo hilo na tulianza kutaka itoke jana na sio kesho, alisema waziri mkuu huyo. Licha ya kukubali kujiondoa katika ardhi ya Lebanoni kama sehemu ya makubaliano ya upatanishi wa Marekani, Israeli imesema kuwa jeshi la Lebanoni bado halijadhibiti eneo lenye wanamgambo wa Hezbollah. Waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz alisema mwezi Machi kwamba jeshi la Israel litasalia katika nukta hizo 5 kwa muda usiojulikana ili kuwalinda wakazi wa kaskazini mwa Israel bila kujali mazungumzo yoyote ya amani. Pamoja na Marekani, Ufaransa na Umoja wa Mataifa wanafuatilia usitishaji huo. Nina uhakika wanaweza kushuhudia kwamba Lebanoni imekuwa ikiheshimu ahadi zake wakati Israel haijatekeleza ahadi zake, Salamu alisema. Mwisho wa rubaa za kimataifa kutoka Arusha One Radio, jina langu ni Awadhi Rashidi.